Mpendwa msikilizaji, katika kipindi hiki Nyota Wetu Leo, ambapo kama ulivyoweza kusikia wiki iliyopita tulikuwa naye Haika Lawele kutoka huko jijini Dar es Salaam. Uliweza kumsikia alikotoka, alipo na hapa alikoweza kufikia. Kwa ujumla wake ni matumaini ya kwangu kwamba uliweza kujifunza jambo moja ama jambo jingine. Na hilo katika Nyota Wetu Leo, mpendwa msikilizaji, tunakuja na kitu kingine kidogo tofauti ambacho sina shaka utakuja kujua pengine kina matumaini gani kwa upande wako. Lakini niko na mwenzangu hapa Lydia. Habari za wakati huu? Nzuri Geoffrey. Habari ya Jumamosi? Kwa upande wangu Jumamosi njema. Na familia yako? Haijambo, ni swafi kabisa. Yeah. Nashukuru Mungu tupo tena katika studio za Mambo Jambo Radio, kipindi Nyota Wetu Leo. Leo tumekuja kivingine, si ndio? Kabisa. Kabisa. Na naamini wasikilizaji wanahamu ya kujua ni style gani hiyo leo. Hakika. Na mpendwa msikilizaji, huyo ni mwenzangu Lydia Walikule. Nikukumbushe tu kwamba dakika ni 52 kuelekea dakika ni kumradhi, dakika ni 7 tangu itimie saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, wakati ambapo basi tutakapoendelea kulindima katika kipindi hiki. Nizidi kukujuza tu kwamba tuko nao wadhamini wetu ambao wanazidi kutuweka hapa studioni katika kuweza kulindima vizuri kwenye kipindi hiki, na si wengine ni Crown Life Diary Company na pamoja nao Local Arts, ambao kwa namna moja ama nyingine Local Arts hawa wanahusika na masuala ya upambaji wa aina mbalimbali, utengenezaji wa nguo kabisa nzuri za kimataifa, masuala ya uandaji, masuala ya harusi, masuala ya ukumbi na kadhalika. Vyote hivyo Local Arts wanajihusisha nazo, wanajihusisha na mambo hayo. Lakini wakati huo pia Crown Life Diary Company hawa ni wasambazaji wa masuala ya vinywaji, yakiwemo masuala ya maziwa, lakini chakula mfano kama nyama ya kutosha kabisa ambao inaandaliwa vizuri, aina kama unapenda ya kuku wa kienyeji, na kwa ujumla wake wamejitosheleza kwa ujumla wake. Kwa hivyo Crown Life Diary Company, tafadhali pamoja nao Rockwarts kwa sasa tuwapate vitu kidogo na tutarejea muda kidogo baadaye. Rockwarts ni mabingwa wa kushona nguo Arusha. Mafundi waliobobea kushona nguo mbalimbali zikiwemo za harusi, send off, ubarikio, ofisini na sare za shule. Rockwarts hutoa huduma ya chakula, yani outside catering, kwenye sherehe mbalimbali, wakiwa na mashefu wenye uzoefu wa siku nyingi kuandaa chakula safi chenye ladha nzuri. Huduma za upambaji nyumba, yani home decor, pia zinatolewa na Rockwarts. Rockwarts, we rock it. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 77 3895 au 0755 31 6356. Life Diary Company ni kampuni inayohusika na uuzaji wa maziwa halisi ya ng'ombe, mayai ya kienyeji, asali ya nyuki wadogo, kuku wa nyama, bites, kahawa na chai. Crown Life Diary Company husambaza maziwa kwa matumizi ya mahotelini na majumbani. Maziwa yasiyo na madhara yoyote kwa mtumiaji, ni maziwa safi sana ambayo hayajachanganywa na kitu chochote. Pia wateja hupelekewa pale pale walipo. Duka lipo Kijenge, kona ya Mwanama, karibu na sheli ya Lala. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754 211173 ama 0756 708148. Wote mnakaribishwa Crown Life Diary Company. Usirudi nyuma.
Asante sana. Songa Mbele ni rekodi yake mwanadada huyu Christina Shusho. Dakika ni 11 mpendwa msikilizaji, tangu timia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Naam, mpendwa msikilizaji, kuna kitu ambacho wakati tunalikunja jamvi hili tukakukumbusha tu kwamba kuna kitu ambacho wiki iliyopita tulikuwa nacho hapa, ambapo basi nyota wetu walikuwa Haika Lawale kutoka huko jijini Dar es Salaam. Lakini leo tunaomba tupate kidogo mawazo mawili kutoka kwenu tangu kipindi hiki tukianza rasmi, ambapo ni takriban kama mwezi hivi sina shaka umeisha, ambapo kwa sasa tumeumaliza mwezi mzima tangu tuanzisha kipindi hiki, ikiwa ni madhumuni ya kutaka kunyanyua vipaji vya aina moja ama nyingine, watu ambao wanaanza maisha kwa namna moja ama nyingine, waliko sasa, waliko wakati huu, wanakoelekea, changamoto wanazokumbana nazo. Je, wanahisi pengine inawezekana kama wengine ambao mweza kuwasikia katika kipindi hiki, ambapo kwa namna moja ama nyingine wameonyesha ujasiri wa aina moja ambayo unaashiria ushindi wa aina yake? Lydia, sina shaka kuna hitaji la kujua kwamba tangu kipindi hiki tukianza pengine kimeanza kuonyesha mafanikio aina gani kwa upande wengine ambao wanaanza maisha. Ni kweli kabisa Geoffrey, tungefurahi zaidi kusikia kutoka kwa wasikilizaji mawazo yao, lakini pia wanafikiri tufanye nini zaidi kuboresha hiki kipindi. Kwa hakika. Naam, tutakupa basi mawasiliano hapa studioni kupitia 0757 0763 sema 0763 8991 61 0765 8991 61 0765 8991. Utatupata hapa moja kwa moja studioni, utuambie ulipo, unachojihusisha nacho, na kipindi hiki pengine kimehashiria kuleta mabadiliko gani tangu tuanze rasmi kipindi hiki mwezi mmoja ulioweza kupita. Naam, Crown Life Diary Company ambao basi ndio wanatuwezesha tuzidi kulindima katika kipindi hiki, lakini pia Local Arts ambao pia nao wanazidi kutufanya sisi tuzidi kujisikia vyema hapa studioni. Lydia, mambo mengine pengine? Mambo mengine mazuri. Labda mimi ningetamani nianze na wewe Geoffrey. Toka kipindi kimeanza, kitu gani kimekuimpress? Naam, kwa hakika tangu kipindi hiki tumeanza nacho, namkumbuka bwana mmoja hivi ambaye tulifanya naye mahojiano wakati tunaanza kipindi hiki. Alianza kwa kusema yeye mwenyewe alimaliza darasa la 7 na hakuweza kufanikiwa maisha kwenda zaidi na zaidi katika elimu, lakini akajisomesha kwa njia moja ama nyingine, ambapo wengi wao hatuwezi, tunashindwa kusonga mbele kutokana na kufeli kwa namna moja ama nyingine. Lakini yule bwana, kwa hakika kwa upande wangu mimi nilifurahi sana kwa kudhubutu katika maisha yake. Manake aliweza kupambana na hiyo hali, ingawa alikutana na changamoto kadha wa kadha, changamoto nyingi, lakini kwa wakati huu sasa anaelekea kuchukua masters, jambo ambalo wengi wao tunashindwa kufanya maamuzi hayo. Kwa maana hiyo changamoto zipo, lakini si kwa ajili ya kutushinda sisi, isipokuwa sisi kuzishinda changamoto. Na hakika tukichukua mfano, nakumbuka anaitwa Godwin Kahaya. Ni Godwin Kahaya. Naam, kabisa. Naam, na ndio huyo hasa kwa upande wangu mimi ni inspire kwa kiasi kikubwa sana. Lakini wakati huo pia tukaja naye mwanasiasa mwingine ambaye yeye tasnia yake ni wanasiasa, naye akazungumza kitu ambacho wengi wao kwa upande wa vijana wakati huu tunashindwa pengine kukichukulia usirias fulani ama ule ujasiri wa kuweza kufanya kitu kikubwa katika jamii. Lakini kupitia yeye, mawazo yake, fikira zake na kudhubutu kwake katika nafasi ya siasa, kulileta tumaini kubwa kwa upande wangu mimi kwamba sasa jamii, vijana wenyewe kama vijana, jukumu alionalo pengine kutaweza kuleta taswira iliyo njema kwa upande mwingine, kwamba mafanikio yataonekana, na hata pia juhudi za kuleta mabadiliko ama mageuzi ya kiuchumi kwa upande wa vijana kwa nafasi kupitia yeye itaonekana. Kwa hiyo kwa ujumla wake kipindi hiki kwa kweli naweza kusema kinazidi kuleta mwamko wa aina yake katika maisha yangu mimi na maisha pengine ya wengine. Kabisa. Naam. Mimi nakumbuka wiki iliyopita tulikuwa na Haika. Nimejifunza mengi toka kwa Haika.
Haika Lawari toka Dar es Salaam yeye. Naam. Yani alinionyesha jinsi kwamba kwanza kuna usemi unasema hakuna mtu anaweza kuwa millionaire atakapokuwa yuko kwenye ajira. Utaweza tu kuwa millionaire ndapo utajiajiri mwenyewe. Naam. Kwa mimi nimejifunza kumbe si lazima mtu ngangane na ajira pale inapowezekana, lakini pia Geoffrey, so uache leo kazi wakati hujajua unafanya nini. Yeah, lakini Haika nakumbuka kulikuwa na biashara tayari ya familia, akaamua kuachana na ajira then akaenda kuendeleza na kufikia mpaka imefikia na mafanikio makubwa sana. Kwa mimi kweli nimejifunza mengi, na mimi ndoto yangu siku moja kujiajiri mwenyewe. Maana natamani kuwa millionaire. Hakika. Wewe unasema? Na mimi mwenyewe kabisa natamani kufikia hapo. Natamani utaweza kufikia kwa kuajiriwa au pia inawezekana? Inawezekana. Kwa kuajiriwa? Kwa kuajiriwa, lakini wakati kile kipato unachokipata basi pengine ukijengee mawazo mapana zaidi. Manake kuna wakati mwingine tunashindwa kufanikiwa kupitia pengine kuwa na mawazo kwamba kipato changu ni kidogo, kina majukumu mengi kadha wa kadha. Lakini hata kama unapokea milioni, kama hujaipangia vizuri, hujaweka bajeti yako vizuri, sina shaka kama unaweza kuleta mabadiliko kwa namna moja. Lakini historia inaonyesha kwamba kwa wale yani millionaire yote, hakuna mtu amekuwa millionaire kwa kuajiriwa. Yani mamilionaire wengi ni wale wanaomiliki makampuni yao binafsi. Sasa yuko umenipata. Naam, nakupata vizuri. Yeah. Nakupata vizuri. Kwa maana hiyo sasa watu wasiwe na jukumu na tumaini la kufanikiwa hata kama ameajiriwa. No, mimi nafikiri sasa ajira ifanyike kama ni source ya mtaji. Yani ni chanzo cha mtaji cha wewe kujiajiri, then uwe millionaire. Siku moja tukusome kwenye magazeti ya Forbes Hakika. Uko kwenye top 10. Naam. Yeah. Naam, mpendwa msikilizaji, huyo ni Lydia Lekule ambaye naye kwa namna moja ama nyingine ana wito mkubwa zaidi wa kuweza kufikia malengo yake katika nafasi alionayo, katika kila anachojihusisha nacho wakati huu. Mpendwa msikilizaji, dakika ni 18 na tumeshaweza kukutajia namba hapa kupitia 0765 89 91 61 0765 89 91 61. Mpendwa msikilizaji, usiwe na hofu na wala wasiwasi kabisa wa kupiga simu yako hapa studioni, nasi tutakusomea ujumbe wako mfupi maandishi ambao pengine utaweza kutuma kupitia mawasiliano hayo, lakini pia kupiga simu moja kwa moja hapa kutakuwezesha basi nasi kuweza kujua nini hasa kinachoendelea katika nafasi hii tulionayo. Naam. Wadhamini Crown Life Diary Company pamoja nao Local Arts ambao basi ndio wanatuwezesha tuzidi kulindima katika nafasi hii, na tuko naye Christina Shusho. Songa mbele msikilizaji, usikate tamaa. Usirudi nyuma.
mabingwa wa kushona nguo Arusha. Mafundi waliobobea kushona nguo mbalimbali zikiwemo za harusi, sendo, ubarikio, ofisini na sare za shule. Rokat hutoa huduma ya chakula, yani outside catering, kwenye sherehe mbalimbali, wakiwa na mashefu wenye uzoefu wa siku nyingi kuandaa chakula safi chenye ladha nzuri. Huduma za upambaji nyumba, yani home decor, pia zinatolewa na Rokat. Rokat, we rock it. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756773895 au 0755316356. Crown Life Dairy Company ni kampuni inayohusika na uuzaji wa maziwa halisi ya ng'ombe, mayai ya kienyeji, asali ya nyuki wadogo, kuku wa nyama, bites, kahawa na chai. Crown Life Dairy Company husambaza maziwa kwa matumizi ya mahotelini na majumbani. Maziwa yasiyo na madhara yoyote kwa mtumiaji, ni maziwa safi sana ambayo hayajachanganywa na kitu chochote. Pia wateja hupelekewa pale pale walipo. Duka lipo Kijenge, kona ya Mwanama, karibu na sheli ya Lala. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754211173 ama 0756708148. Wote mnakaribishwa Crown Life Dairy Company. Usirudi nyuma. Isudakta kabisa mpendo msikilizaji, dakika nazo zinazidi kwenda. Wakati huu tukukumbushe kwamba mawasiliano kidogo hapa, mambo kidogo yameenda mlama na vitu vinaonekana kutonanili vizuri hapa masuala ya mitandao, lakini mawasiliano tumeshaweka vizuri hapa. Tunaomba basi mpendo msikilizaji uweza pia kutumia 0757892300 0757892300 ambao basi ndio tutakao kuwa tukijumuika nao wakati huu. 0752892300 ndo namba ambao tutawasiliana nao wakati huu. Naam, tunazidi kukukumbusha kwamba waweza kututumia ujumbe kupitia mawasiliano hayo, na pia pengine ukatuambia ni kwa kiasi gani pengine kipindi hiki, ikiwa watu wengi wanajaribu kujikwamua kimaisha kwa njia moja ama nyingine, umeajiriwa ama pengine umeanzisha biashara yako ama pengine huko unajishughulisha na vitu kadha wa kadha, ama pengine unasoma huko katika hali ngumu, changamoto ni nyingi kweli kweli, na wakati mwingine hata pia kukosekana, lakini wafikiri jitihada za kujenga tumaini la mafanikio katika kila unachokitafuta pengine zinakwama. Sasa ufanyeje? Watu ambao tunajaribu kuwatafuta na makuwa nao katika kipindi hiki ni kukufanya uwe mpendo msikilizaji unasikiliza kipindi hiki uwe na matumaini ya mafanikio katika kile unachokifanya. Uwe ni mkulima, uwe pengine ni mfugaji, uwe pengine ni mtu ambaye umeanzisha biashara yako ndogo ndogo, ama unajishughulisha na kitu chochote yoyote hile, lakini lengo ukiwa na lengo pana ya kuleta mafanikio, mabadiliko katika familia yako, mabadiliko katika jamii, lakini pia mabadiliko katika taifa hili. Mawasiliano ni 0752892300 0752892300. Asante sana. Usirudi nyuma.
Naam, Christina Shusho, tafadhali songa mbele, usirudi nyuma katika kile unachokifanya. Lydia, muda unazidi kwenda. Pengine wasikilizaji wakati wakiwa basi wanajipanga vizuri katika nambari ambazo tumeshaweza kuwatajia hapo 0757892300 na pia 0782892300, 0757892300 na pia 0782892300. Wakati basi watu wakiwa na jitafakari ama na pengine kuweza kushiriki nasi katika kipindi hiki, una lipi la kuchangia katika mawili matatu kuhusiana na kipindi hiki kwa mwezi mzima ambao tumemaliza wakati huu? Labda kufikia sasa mimi ningetamani tu niwakumbushe wasikilizaji wetu nini hasa dhumuni la kipindi hiki. Dhumuni la kipindi hiki kama tulivyosema pale mwanzo ni kuinspire jamii. Yani kama kusaidiana. Kuna mtu hapa alipo sasa hivi amechoka, hajui afanye nini. Huenda ni katika uchumi, katika elimu, katika ndoa. Lakini akisikia kwa mtu kama Geoffrey, akaeleza yeye alisoma vipi akafaulu, basi ile inatosha kuminspire yeye. Lakini hata kujua ni mbinu gani anaweza kutumia ili kuweza kufikisha ile ndoto yake alionayo. Mimi nisingependa kuona mtu anakata tamaa. Unajua maisha ni mapambano Hakika. Lakini sasa sisi tukaona at least acha tulete zile success story, yani hadithi za mafanikio za watu wengine ili mtu mwingine akisikia pia kwa njia moja au nyingine atajifunza kitu na atatoka pale alipo. Hakika mpendwa msikilizaji, huyo ni Lydia Lekula akijaribu basi kueleza wazi kwamba kipindi hiki, lengo la kuanzisha kipindi hiki ni nini. Na hilo basi ndo nasema ni siku ya kuzaliwa rasmi kwa kipindi hiki, ambako basi kwa ujumla wake tumeweza kuwaelezea na watu ambao tumeweza kuwa nao katika kipindi hiki kwa muda wote huo, siku 60 kabisa, siku 30 kumradhi. Siku 30 ambako basi ndani ya siku 30 tumeweza kuendesha mara 4 kwa mwezi mzima. Na wakati huu basi tunazidi kukujulisha kwamba mpendwa msikilizaji, watu ambao tumeweza kuwa nao katika kipindi hiki na wameweza kuleta mabadiliko gani katika kile unachokifanya, ama wameweka roho ya aina gani ndani ya moyo wako wa kuendelea kukusukuma mbele katika kile unachokifanya. Dakika zinazidi kwenda wakati huu, na pia nambari ambayo tumeshaweza kukutajia ni hapo ni 0757892300, lakini pia 0782892300. Utaweza kushiriki nasi katika kipindi hiki moja kwa moja. Naam, katika line hapa, habari za wakati huu? Naam, habari za wakati huu? Naam, Paulina, karibu. Asante. Mimi nilikuwa nataka niongee kama dada alivyotoka, ndio ilikuwa wazo langu. Asante Paulina, unapatikana wapi wakati huu? Kama Engosengiu Ungalimited. Hapo Ungalimited. Ndio. Paulina, kipindi unaonaje, kimekusaidia? Sana tu. Ni kitu gani wewe kimekufurahisha zaidi toka tumeanza kurusha hewani hiki kipindi? Yani kama kwenye mazungumzo anafariki, yani hakuna kibaya kweli. Tunashukuru sana na tunaomba uendelee kusikiliza kipindi cha Nyota Wetu leo, maana mambo ni mengi tumeandaa kwa ajili yenu wasikilizaji. Amina, na wewe pia. Amen. Asante sana Paulina kwa kushiriki nasi. Amina. Naam, mpendwa msikilizaji, huyo ni Paulina basi naye akijaribu kuelezea namna gani ambapo pengine amefikia ama amefurahishwa na kipindi hiki. Muda nao unazidi kwenda na watu ndio hivyo, wakati huu wanaanza kupiga simu, na wakati huu nasi ndio tunaelekea kuweza kulikunja jamvi hili. Dakika zinazidi kwenda. Msikilizaji, tuko nao Crown Life Diary Company, lakini pia tuko nao Lockwards ambao basi wakati huu wanatuwezesha tuzidi kulindima katika kipindi hiki. Muda nao unazidi kuyoyoma, unazidi kusonga mbele. Christina Shusho, songa mbele tafadhali, usirudi nyuma wakati huu. Naam. Lakini Geoffrey, kwa hizi dakika zilizobaki, wewe ni mtangazaji. Na kuna wasikilizaji pia, kuna vijana, kuna watoto wako shule wanatamani kuwa watangazaji siku moja. Ni nini wewe hasa ni ulifanyaje mpaka ukafanikiwa wewe kuwa mtangazaji? Kuna mtu alikuinspire au ulijisikia tu au ulifanya kama ajira?
Naam, mimi kwa upande wangu kwa hakika nafasi ya utangazaji ilikuwa tangu nikiwa mtoto mdogo. Maanake nilikuwa najifunza kusoma habari, nasikiza watangazaji wengine wakiwa wanasoma habari. Kwa hiyo nilikuwa nafarijika kwa ujumla wake. Lakini wakati huo pia nilikuwa napenda sana kumsikiliza jamaa mmoja anaitwa Mohamed Famau kutoka huko Deutsche Welle huko Ujerumani, ambaye yule bwana alinifanya mimi kwa ujumla wake nifurahishwe sana na utangazaji wake, na wakati mwingine nilipokuwa namsikiliza machozi ya furaha ilikuwa yananitoka. Kwa hiyo kwa kweli kwa ujumla wake ni jitahidi. Nafikiri umefanikiwa, maana mimi mara nyingi huwa naambiwa wewe kijana unaendesha naye kipindi yuko vizuri. Wanakusifia sana. Asante sana. Kwa ni bidii, ulifanya bidii, lakini pia ukawa inspired na umesimama anaitwa nani? Role model wangu huyo Mohamed Famau. Ndio. Naam. Asante sana. Dakika na mpendwa msikilizaji tunaelekea kumalizia kipindi hiki. Habari za wakati huu mpendwa msikilizaji? Kaka, habari wewe? Habari za upande wangu mimi ni njema. Tafadhali waitwa nani na wapi uliko? Bana, umekutana na mtaalamu wa kupiga chafya hapa, sipo na chafya, mwite mtoto wa Kinyiramba toka pande za huku Tengeri, sehemu fulani vinaitwa Kambi ya Chupa. Asante sana kutoka huko Kambi ya Chupa. Muda wetu ni mchache, tafadhali ni kitu gani ambacho pengine mpaka dakika hii kimeweza kuleta mabadiliko katika maisha yako, hasa kwanza kipindi hiki tangu kianze? Bwana, mimi nataka kusema ni kipindi kiendelee kuboreshwa, maana tunafurahia kuwepo kwa kipindi hiki. Naam, shukrani sana. Asante, tunakutakia kila laheri. Shukrani. Naam, mpendwa msikilizaji tunaelekea kumaliza, sina shaka tunaelekea kumaliza. Ujumbe mfupi wa maandishi hapa nasema, kaka mimi Emmanuel Ruben kutoka huko Maweni, kiukweli kipindi hiki ni muhimu, napenda kiendelee. Asante sana kaka Ruben. Shukrani kwa kushiriki nasi. Naam, tunafikia ukingoni mwa matangazo haya. Simu nazo zinazidi kuingia wakati huu, na si wakati tunaelekea kuhitimisha. Lydia, wakati tunahitimisha na unapenda kusema nini tafadhali? Mimi nikipenda tu niwakumbushe wasikilizaji kesho tuna kipindi cha Liberation Hour. Maana leo tunahitimisha nyota wetu, leo tunasitisha, tutaendelea wiki ijayo. Lakini kesho tutakuwa na kipindi cha Liberation Hour ambapo mafundisho ya laana yataendelea na Apostle Vincent hapa ndani ya studio za Mambo Jambo Radio. Kwa ningependa tu kuwapa hints wasikilizaji kwamba kesho atafundisha laana ya familia na laana ya wachawi, yani laana ya roho chafu zinazotawala. Hizi ndizo laana atakazofundisha kesho, lakini kama muda utaruhusu anaweza kaingia kwenye laana nyingi zaidi. Kwa hiyo ningewaambia tu wasikilizaji wakae mkao wa kusikiliza tena kupata mambo mapya kwa ajili ya wao kukombolewa. Lakini pia kesho kanisani Victory Faith kutakuwa na somo maalum ambalo ameandaa Apostle Vincent, na ningependa niwaalike wasikilizaji wetu kufika kanisani Victory Faith ambapo atakuwa akifundisha kuhusiana na atakuwa anafundisha kuhusiana na spiritual nimetoka kidogo. Lakini nafikiri kuna wengine ambao wameweza kupata ujumbe huo, ambao kwa namna moja ama nyingine, wengine wametumiwa ujumbe kwa njia ya simu, lakini pia wengine wametumiwa ujumbe kwa njia ya WhatsApp, na wengine wametumiwa ujumbe kwa njia ya Facebook na kadhalika. Kwa hivyo waweze kujishughulisha moja kwa moja na kwenda moja kwa moja katika kanisa la Victory Faith. Watampata moja kwa moja hapo Apostle Vincent katika kuweza kushiriki naye katika somo hili. Nimeshakumbuka. Ni spiritual solidity of the human soul. Yani uimara wa kiroho wa nafsi ya mwanadamu. Ni somo muhimu sana ambalo hatafundisha kwa radio, isipokuwa atafundisha pale kanisani Victory Faith. Kesho ibada inaanza saa 3. Karibuni. So Dr. hiyo ni utambulisho kidogo ama ni muhtasari kidogo wa kila ambacho Apostle Vincent wa kanisa la Victory Faith atakuwa nalo hapo kesho katika kanisa hilo. Lakini wakati huo pia katika kipindi cha Liberation Hour tutakuwepo katika kipindi hii hapo kesho jioni, muda na wakati kama ule ambao tunakuwa nao. Mimi naitwa Geoffrey Julius, niseme shukrani sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Wahenga wanasema hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa kuwa na mwisho wake, na hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hadi mara nyingine, wakati mwingine kwa naye Lydia Walikule. Asante kwa usikivu wako. Orokwals pamoja na Crown Life Dial Company ndio tuwezesha kuwa nasi usiku leo hii. Kwa helini kwa wakati huo.